Hiyo kwa kifupi, binti mdogo nimemaliza form 6, tuko Ruvu National Service, basi shingo yangu ikaachia baada ya ile extra drill. Kwa hiyo wakanibeba kwenye Land Rover, wakanileta Muhimbili, wakapiga x-ray, ugonjwa hauonekani. Basi wakasema kuna madaktari bingwa kule, wale masurgeons, huyu binti huyu apelekwe huku, huyu askari apelekwe huku. Kwa hiyo wakanipeleka, nikajikuta kwenye chumba kuna madaktari wawili. Mmoja ndiye Profesa Sarungi, mwingine alikuwa ni mzungu, lakini kwa muhimu wake sijasahau jina lake. Alikuwa anaitwa Dr. Belcher. Basi wale wakaangalia hizo x-ray wakasema, wewe hujapasuka, sio tatizo lako sio mifupa, ni tendons, ni misuli. Na walivyokuwa makini wakasema, lakini wewe hujaumia kule Ruvu, huu ugonjwa ni wa zamani. Sasa ile extra drill imetikisa tu, kamba imekatika pembamba. Kwa hiyo tuambie maisha yako, uliwahi kuanguka? Tena Profesa Sarungi akasema tena kutoka kwenye mti, ulikuwa kwenye height. Ndio nikakumbuka kwamba nikiwa wakati ule serikali ilikuwa na utaratibu kutupeleka Loitoktok Outward Bound Mountain School. Nikakumbuka kwamba nilikwenda kule, kweli nilianguka kwenye rope climbing. Mimi sio shujaa sana wa hizi mazoezi. Nilianguka kutoka kwenye mti, nikashikilia kwa nguvu, kumbe nimestrain tendons. Kwa kifupi wakanitibu. Na mnaniona maneno yote hayo bila shingo hii ilikuwa ndio imeshaachia. Kwa hiyo walinisaidia sana, siwezi kusahau. La kwanza. La pili, kwa hiyo nikamfahamu Profesa Sarungi. Ule ucheshi ulikuwa nakumbuka wale madaktari wataniana sana sana. Sasa ikaja sisikiki. Okay. Ikaja sasa incident ya pili. Nimeshamzaa, nikiwa nimejifungua mtoto wangu wa tatu, nikapata matatizo ya uzazi inaitwa dislocation, mgongo ukateguka. Na nakumbuka mume wangu marehemu Wilson akakimbia kwenda kumtafuta Profesa Sarungi. Ilikuwa mbaya sana, alikuja Msasani tulipokuwa tunaishi. Nimelala kitandani, mgongo siwezi kuinama, siwezi kuinuka. Akamwangalia mume wangu mtani sana, akamwambia Wilson, huyu mke amesha paralyze, una mke hapo. Lakini akanitibu, mnaniona nimesimama, sina tatizo lolote. Naomba tumshangilie. Kwa hiyo mimi nazungumza kwa niaba ya wagonjwa. Manake tumekuja hapa kumcelebrate first and foremost, huyu ni daktari wa binadamu. Kwa hiyo ndio inamdefine, na naamini kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa hiyo kazi ametimiza kabisa kabisa kwa uwezo wake. Sasa mwanasiasa, na mimi eti nikajikuta ndio hivyo, harakati za chuo kikuu, tunaanzisha baraza la kina mama. Sasa tunalianzishaje? Uwezekano wa kutoa UWT sema hakuwezekana, kwa hiyo inabidi tuanze upya. Tuunde baraza huru. Tunaliundaje? Ikabidi lazima tuende kwenye wilaya zote. Profesa Sarungi wakati huo ni waziri wa elimu na utamaduni. Kwa hiyo akasema kwanza hiki kitu ni muhimu sana, elimu iende vijijini. Kwa hiyo kwa mkono wake akaandika barua akiruhusu kwamba walimu wa shule za msingi Tanzania nzima wapewe semina ya haki za wanawake, na ndiyo sababu ya lile baraza kuwa limeenea kwa kasi, niseme mwendo wa kasi tunavyosema siku hizi. Kwa hiyo huyo ndiye Profesa Sarungi, mwanasiasa. Mimi namuona kama kwa maisha yangu ya misukosuko ninajua watu original. Naomba tupige makofi. Kwa hiyo huyu ni mtu original. Kwa hiyo unapopata shida hakimbii wala hahukumu, anakuja kuuliza kulikoni, nini imetokea. Yaliponikuta ya escrow, alikuwa watu wanatukana, yeye ananifuatilia huko nilikokimbilia nyumbani kwetu. Imekuwaje? Imekwendaje? Usiogope. Kama hujafanya kosa utasimama tu. Huyo ndiye mtu tunayemcelebrate leo. This is a man of integrity.